kuna ubishani ambao upo, tatamani tumlete kiongozi mmoja wa dini siku moja hapa tuambie. Kuna viongozi wa dini ambao wanasema hivi, si sawa kwa viongozi wa dini kujihusisha na siasa. Wanaamini hivyo. Lakini wapo viongozi wa dini ambao wanasema ni sawa viongozi wa dini kujihusisha na siasa. Okay. Sasa mimi nikiangalia kwa historia labda ya kitabu cha Wakristo kinaitwa Biblia, cha Waislamu kinaitwa Quran tukufu, viongozi wa dini wa enzi hizo wengi wao walikuwa wanasiasa. Okay. Kwa mfano Yusuf, kwenye Quran wanamuita Nabii Yusuf alayhisalam, kama nimetamka vyema. Nabii Yusuf alayhisalam, sio? Yule alikuwa ni nabii wa Mwenyezi Mungu. Mtoto wa Nabii Yakub. Lakini Yusufu alivyotoka kutoka Kanani kwenda Misri, alikuwa ni nabii, lakini wakati huo huo kupitia unabii wake akawa mwanasiasa. Akiwa msaidizi kwanza wa Potifa, baadaye akawa msaidizi wa mfalme, na akafanya misheni muhimu ya kuikomboa Misri dhidi ya njaa mara baada ya kutafsiri ndoto ya mfalme. Yusufu alikuwa nabii, lakini pia mwanasiasa. Suleiman, Daudi, wote hawa ni mfano wa wanasiasa ambao walikuwa ni viongozi wa dini. Ingawa ni kweli ya Kaisari mpe Kaisari, ya Mwenyezi Mungu mpe Mungu, lakini ya Kaisari ndo yapi? Ya Kaisari ndo ya wanasiasa, ya mifumo ya serikali, kwa sababu toka angalia katika kisa cha Yesu mpaka akaombea ya Kaisari mpe Kaisari ni masuala ya kodi. Maana yake ni ya serikali, hayo yanastahili ya serikali, yape serikali. Sasa je, aliyofanya Hananja jana pengine ni sawa kwa upande wake, kwa sababu yeye ameenda na kupigilia kile alichokifanya Gwajima kwamba ni makosa na imestahili kwa hivyo? Ama alichokifanya Gwajima kama kiongozi wa dini na mwanasiasa ni sawa kwa upande wake? Hapo ndipo mimi na wewe tunabaki njia panda, tunasema Mungu tujalie uzima tuone mengi. The Bantu.